Isaya Isaya anaambia wana wa Israeli, anaongea na wana wa Israeli, maana wana wa Israeli walikuwa mioyo migumu ambayo ni ya kukosa kutubu. Walikuwa na mioyo ambayo Farao aliwaambukiza, mioyo ya kubackslide, mioyo ya kuabudu miungu. That's why siku moja neno likamjia Isaiah katika Isaiah 30 verse 21. Anaambia wana wa Israeli, mtasikia sauti nyuma yenu ya kwamba enendeni katika hii njia, ama enendeni katika hii njia, sauti ambayo ni ya kuabudu miungu. Kwa hivyo siku ya leo ninaongelea sauti ya nyuma na sauti ya mbele. Kuna sauti ya nyuma wapendwa, kuna sauti ambayo ni ya mbele. Kwa hivyo siku ya leo, my brother, my sister, siku ya leo, je, uko na roho gani ambayo ako ndani yako? Je, uko na roho kama ya hawa wa Israeli ambao waliambiwa usisikie sauti ya nyuma? Na ndio maana Waisraeli waliambia Musa, mahali umetutoa basi turudishe huko. Ni kwa sababu tulikuwa tunakula mikate, tulikuwa tunakula vitu huko, tunakunywa maji. Je, umetuleta huku utuangamize? Kwa hivyo hiyo ni sauti ya nyuma. Na that's why Isaiah anawaambia katika Isaiah 30 verse 21 ya kwamba msisikilize sauti ya nyuma, maana sauti ya nyuma si nzuri. Kuna sauti ya mbele ambayo sauti hii ni ya Kristo. Sauti ya mbele ni ya Kristo ambaye ni mchungaji mwema. Biblia inasema hivi katika John chapter 10 verse 1 ya kwamba kondoo wanaijua sauti ya mchungaji wao. Na wewe siku ya leo, my brother, my sister, sijui kama unajua sauti ya mchungaji wako, lakini siku ya leo, asubuhi ya leo, nimekuletea habari njema ya kwamba sauti ya mbele ndiyo ya mchungaji mwema ambaye ni Kristo Yesu. Kristo Yesu wa Nazareti. Hiyo ndio sauti ya mbele ambayo inafaa sisi wa Kristo ama kondoo wa Mungu tunafaa tusikie sauti ya mbele. Kwa hivyo kuna kondoo na kuna mbuzi. Maana mbuzi haisikiangi sauti ya mchungaji. Mbuzi ukiwekea chakula hapa, itapupu kwa chakula, itarukaruka kwa chakula, lakini kondoo ukiwekea chakula hapa, itakula kwa utaratibu. Je, wewe ni mbuzi ama wewe ni kondoo? Na siku ya leo nimekuambia ya kwamba basi ukiwa mwenye kondoo, kondoo husikia sauti ya mchungaji. Mchungaji ambaye ni Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti. Basi wewe ni kondoo, na kama haujaisikia sauti ya mchungaji wako, basi sauti ndio hii ambayo sasa ninatangaza. Sauti ni ya Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti, ambaye alikufa pale msalabani mpaka Farao akamwandika pale msalabani ya kwamba huyu ni mfalme wa Wayahudi. Ingawa alikuja kuokoa Wayahudi, lakini Wayahudi walimkana. Kwa hivyo wewe ambaye haujamkiri Yesu Kristo kama mwokozi ndani ya moyo wako, basi ile roho hiyo iliyo ndani yako ni ya Farao. Wewe bado unasikia sauti ya nyuma, haujasikia sauti ya mbele ambayo ni ya mchungaji mwema. Wewe ambaye haujakiri Yesu Kristo kama mwokozi wako ama haujaokoka, basi bado wewe haujafanyika mwana kondoo, bado haujafanyika kondoo, bado hausikii sauti ya mchungaji. Siku ya leo kuna sauti sahihi. Hii neno ninayohubiri, my sister, ni sauti ambayo ni ya mchungaji, mchungaji mkuu ambaye alisulubishwa pale msalabani, maana alifia, alikuja kwa ajili ya Wayahudi ili akomboe Wayahudi, na ndio maana alikuwa anaitwa Mungu wa Israeli. Sai haitwi Mungu wa Israeli, anaitwa Mungu wa wote. Sai si Mungu wa Wayahudi peke yake, ni Mungu wa wote. Ni Mungu wa Wakikuyu, ni Mungu wa Waluya, ni Mungu wa Wajaluo, ni Mungu wa wote. That's why we surrender our all heart
in him. Tunasarenda mioyo zetu kwake, ni kwa sababu ni Mungu amefanyika Mungu wa wote. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kukuambia wewe dada, wewe kijana, ni sauti gani ambayo huwa unasikia? Ni sauti ya mbele ama ni sauti ya nyuma? Basi Biblia imetuambia tusisikie sauti ya nyuma, tusikie sauti ya mbele, maana sauti ya mbele ndiyo ya mchungaji mkuu, ndiyo ya mchungaji ambaye ni Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti. Siku ya leo nimekuja kuencourage. Sikia sauti ya mbele. Sauti ya mbele ni ya mchungaji, mchungaji aliyefia msalabani. My sister, my brother, kuna yule mchungaji alishuka kutoka mbinguni, akazaliwa hapa duniani kwa mwanadamu, akazaliwa na mwanamke ili atukomboe. Huyo mchungaji akafanyika mahali hapa mimi na wewe tukombolewe. Basi jambo ambalo unafaa kufanya ni kumpokea ndani ya moyo wako na kumkiri kila siku na kila dakika. Kwa hivyo ndio maana Isaya anatuambia tuweze kusikia, tusisikie sauti ya nyuma, tuweze kusikia sauti ya mbele ambayo ni ya mchungaji mwema. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyo si haleluya ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi sikia sauti ya mbele, si ya nyuma. Ya nyuma ni ya nyuma itakurudisha nyuma. Ya nyuma ni ya shetani. Ya nyuma ni ile nakuambianga hakuna chochote unaweza fanya. Hiyo ni masauti ya nyuma. Lakini sauti ya mbele ni ya mchungaji mwema ambaye ni Kristo. Basi wacha tukaweze kuomba na tukaweze kumaliza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuinua kwa ajili ya wandugu na wadada ambao wameingia mahali hapa Monday ya siku ya leo. Baba, wamekuja kutafuta riziki, nasi tunajiweka mikononi mwako tukisema wewe ndio mkate wa kila siku. In Jesus name we pray and believe. Sema amen. Shangilia Bwana, sema amen. Basi mbarikiwe sana.